Ndugu mwandishi, kwanza nikupe siri moja kwamba walikuwa nasubiri. Sio siri sasa hivi. Nakupa wazi kwamba walikuwa sema ya moyoni. Ya moyoni kwamba walikuwa nasubiri, sio kweli. Walikuwa naomba kwamba tusiingie. Hicho ndio nilichokuwa nakisubiri. Sio kwamba wanasubiri tuingie. Na ndio maana kama umeona jana tulipoingia tumewatandika wale watoto, wameingia baridi. Hawaelewi wapi pa kutu. Wameingia baridi, hawaelewi kitu gani kitatokea Amani pale. Siku ya Jumatano. Tunaenda kufanya kitu ambacho wanajua kabisa kwamba ni kitu ambacho hakitakuwa kizuri kwao. Kwa hiyo wana wasiwasi. Kama wangejua mapema kwamba tutaingia, ingewezekana kabisa wangeishia njiani. Angekula nyoya. Sasa walijua kwamba sisi pengine tuna wasiwasi na wao. Kumbe sisi tunataka tujue kwamba ile sare waliipataje. Ile sare ambayo iliokulewa na refa, tunaenda kuimaliza. Chama siku zote ni chama, anapokuwa Simba anakuwa ni chama. Umeona? Anapokuwa kwingine huko anaenda kama kupumzika, yani kupumzisha ile tuseme speed yake alikuwa naye akiwa iko Simba, akienda kule anaenda kupumzika. Na ndio maana wanasema huyu Chama vipi, imekuaje, mbona akicheza kule Simba anacheza sana? Pale Simba ni kwake nyumbani. Anakuja kustaafu yuko pale. Na kisha toka pale kustaafu anaenda zake Zambia, enda pumzika. Lakini tutampa heshima zote pale. Chama sio mchezo. Akitoa pande je ni goli. Umependeza kwanza mzee wangu. Asante, nashukuru. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Uzi wa Diadora huu. Huu ndo wenyewe. Tanga kumbe umefika Tanga imejaa huko. Imejaa tele. Imejaa. Yaani ipo stoko hapo. Ukiingia unachukua, unavaa. Bana, Simba wametoa jezi nyingi sana ila sijisikia kutoka kwa wanatanga. Wamepita walopita. Katika walopita na jezi hii ulovaa, labda walotengeneza wawili wa nyuma walopita, kuna Sunderland, kuna Vunja Bei, na hii ambayo umevaa wewe ya Jairut ambayo imetengenezwa na Diadora, unaiweka nafasi ya ngapi? Yaani tuseme ule ukweli, Jairut hatumdai. Jairut hatumdai, kafanya kitu kizuri yani ambacho kimekuwa ndio mfano. Na hii ndio jezi ambayo inafaa kuvaliwa na Simba Sports Club. Kwa ukubwa wetu. Hatakiwi kuvaa jezi ambazo zinafanana na wenzetu wa huko. Upande wa pili zikitengenezwa hivi, kesho tengenezwa mawingu, sijui vijora. Hizi ndio jezi za kuvaa Simba Sports Club Nyama, ambaye anafahamika. Afrika yote anajua. Hata jezi unapoenda kucheza nje inaonekana amevaa jezi yenye uhakika. Inayotambulika kimataifa. Sasa hiyo ilikuwa muhtasari kabla ya habari. Niambie unaitwa nani na nafasi yako hapa Hale mjini kwa wana Msimbazi. Mimi naitwa Severin Israeli. Kwa nafasi yangu ni katibu wa tawi la Hale hapa Korogwe. Ndio. Zanzibar wanasema ya kwamba walikuwa wanasubiri sana mmeenda, kwa maana Simba mara baada ya kuingia fainali wao wamefurahi. Wewe kwanza, jana mtazamaji mpira ulivyouona wewe Simba dhidi ya Mlandege ambayo inatajwa kuwa miongoni mwa timu bora sana visiwani Zanzibar? Ndugu mwandishi, kwanza nikupe siri moja kwamba walikuwa nasubiri. Sio siri sasa hivi. Nakupa wazi kwamba walikuwa sema ya moyoni. Ya moyoni kwamba walikuwa nasubiri, sio kweli. Walikuwa naomba kwamba tusiingie. Hicho ndio nilichokuwa nakisubiri. Sio kwamba wanasubiri tuingie. Na ndio maana kama umeona jana tulipoingia tumewatandika wale watoto, wameingia baridi. Hawaelewi wapi pa kutu. Wameingia baridi, hawaelewi kitu gani kitatokea Amani pale. Siku ya Jumatano. Tunaenda kufanya kitu ambacho wanajua kabisa kwamba ni kitu ambacho hakitakuwa kizuri kwao. Kwa hiyo wana wasiwasi. Kama wangejua mapema kwamba tutaingia, ingewezekana kabisa wangeishia njiani. Angekula nyoya. Sasa walijua kwamba sisi pengine tuna wasiwasi na wao. Kumbe sisi tunataka tujue kwamba ile sare waliipataje. Ile sare ambayo iliokulewa na refa, tunaenda kuimaliza. Alafu ni pale tunaenda kumalizia pale. Tunaenda kuwauliza ilikuwaje siku ile refa akawabeba. Sasa tunaenda kumaliza mchezo wote, tutaishia pale. Hiyo imeisha hiyo. Wanadai na wao kwa vizuri sasa. Yaani sasa hivi wana wasiwasi. Sisi ndio maana tuko tayari, ndio maana tukaingia ili tuonyeshe mechi zote mbili. Kuanzia hii na ile ya tarehe 3 tunamaliza kila kitu. Zote mbili na tumeingia kwa makusudi kwamba tupige zote mbili. Tupige hii, tupige na hii na tarehe 3 ili waishiwe kabisa. Yaani maneno yote tunaenda kuyakata na maliza. Hapa una Aniseti Oura, una Libase Gay, una Chama, kuna Chama, kuna Maema. Umeona ile ya jana? Ile ya vipimo vya kimataifa ile. Mtu anajua inatoka kumbe inaingia. Ile tunaenda kuipiga pale Amani. Tunamaliza kabisa. Na ile tayari imeshapa pressure kwamba tutachezaje na hao watu. Ile Simba sio mchezo. Ukiangalia tu kwanza wale watoto unajua kabisa wao ni watoto wa kimataifa.
Nafikiri uliona ile kipindi cha kwanza kocha akafanya vizuri, kaweka kwanza bwana mdogo kuwapima wale Mlandege, na wale bwana mdogo ndio ilikuwa size ya Mlandege, lakini baadaye tukaona ishatosha hiyo, vijana hebu tokeni, wakaingia wazee wakamaliza kazi. Sababu 3 za mwisho goli 3 tumemaliza. Unaona jana 3 sichota Chama. Chama siku zote ni Chama, anapokuwa Simba anakuwa ni Chama. Umeona? Anapokuwa kwingine huko anaenda kama kupumzika, yani kupumzisha nani ile tuseme speed yake alikuwa naye akiwa iko Simba, akienda kule anaenda kupumzika. Na ndio maana wanasema huyu Chama vipi, imekuwaje, mbona akicheza kule Simba anacheza sana? Pale Simba ni kwake nyumbani. Anakuja kustaafu yuko pale. Na kisha toka pale kustaafu anaenda zake Zambia enda pumzika. Lakini tutampa heshima zote pale. Chama sio mchezo. Akitoa pande ujue ni goli. Hiyo imeisha. Imeisha. Assist kwa Selemani Mwalimu. Teacher anamaliza kila kitu. Yule sio mwalimu, ni teacher. Umeona? Yule ni teacher wa mpira. Akiletewa ameweka. Wewe umeona amekimbia Chama, yeye akawa yuko nyuma huko. Alipoona kwamba Chama ameshaupata akarudi pale, anatupiwa, anaweka kamba. Watoto wanahema. Lakini wana Simba kuna wakati kama hivi wamekuwa wakimkosoa sana mwalimu kwamba hafanyi vizuri, hastahili labda kuongoza safu ya ushambuliaji ya Simba. Ni kweli. Kocha wetu Beka alishasema kwamba tunamtengeneza. Ile mwanzo alikuwa bado hajatengenezwa. Sasa hivi kashaiva. Wewe unaona kabisa tofauti na ile mwanzo na sasa hivi. Sasa hivi kaiva. Sasa hivi hatuna wasiwasi. Unaona kama hakuna pengo la mshambuliaji. Kachukua nafasi zote za washambuliaji, yuko pale. Akiingia kitu, tumemaliza kazi. Anakaa anaangalia akiangalia, akiingia anajua kama ninafanya nini, akifika anamaliza mchezo anarudi, watu wanaweka kati. Kama uwanja wa Amani hivi anaojulia kwa sababu dabi iliyopita kaingia kipindi cha pili, kaweka Wiseman akanusuru pale. Lazima aliwanusuru huyu. Ilikuwa safari ile. Mechi zidi ya mafunzo, kaingia dakika kipindi cha pili, anakuja anaweka. Kwa hiyo hii ya jana hivyo. Nikwambia yule ni teacher sio mwalimu. Umeelewa? Ukisema mwalimu unakuwa unamshushia hadhi. Yani yule ni teacher. Kule Ulaya anaita teacher. Maana yake ni mtu maana yake yule anafundisha. Anafundisha ushambuliaji unakuaje. Kwa hiyo sasa hivi hatuna wasiwasi wana Simba, timu yetu imetulia, tuna hakika kwamba tukiingia kwenye mchezo na hawa wagongowazi, mechi zote hizi za kwetu hizi, Amani kesho tunashinda, kesho kutwa tunashinda, Jumatano tunaenda pale tarehe 3 Samuyo pale tunamaliza. Hakuna cha habari si uwanja mdogo wanaanza ngebengebe, uwanja mdogo ndio wa kwetu nyumbani. Sisi tunacheza ligi yote tunamaliza nachezea pale. Huwezi kutambia uwanja mdogo. Wana kila siku tunajaa pale tunatosha. Sasa kama wao wana uwanja mdogo basi wasije, lakini wakija tunawakalisha. Tunawakalisha. Kwenye uwanja mdogo huo tunawakalisha. Tumalize na hili mzee wangu. Zungumza kidogo kuhusiana na namna ambavyo Mwalimu Beka unamuona tangu akabidhiwa kikosi cha Yanga. Kocha wetu Mwalimu Beka yuko vizuri. Kwanza mwanzo tulikuwa tuna wasiwasi, lakini sasa hivi wana Simba wote tunasema viongozi wetu wamefanya kazi nzuri kumleta kocha ambaye wa kiwango. Yule anafundisha. Alafu mkienda kwenye mchezo ana uhakika kitu gani kinachofanyika. Wewe ukiangalia mechi zote za Simba sisi zinaokolewa na marefa ambao wamekuwa hawaaminiki, ndio ambao wamefanya kwamba Simba mpaka sasa hivi tuko nafasi hiyo. Lakini sasa hivi tungekuwa tuko juu sana. Tungekuwa tunaongoza ligi. Hiyo iko wazi. Lakini tunafanyiwa ubaya bwela. Na wenzetu ambao wanatufanyia tena mambo ambayo hayafai katika mpira. Lakini kama ni mpira, sisi tuna kocha. Ule kocha hawezi kumpata, kocha wa viwango. Na ndio maana wao sasa hivi tumetulia. Timu inameremeta. Pika pira biriani hivi linakuja hivi. Haina shida, na msimu unaokuja au tunamaliza, kocha atajua wachezaji gani ambao anataka walete pale, lakini najua hata leta wengi kwa sababu vijana waliopo pale wako moto. Unashindwa kujua kupi yupi aachwe. Wote wako vizuri. Kwa hiyo kocha hana tatizo. Bana, mimi nikushukuru sana. Nashukuru, asante sana.